si ndio? Si ndio? Simba kafika na finali. Je, hastahili kupongezwa? Lakini pongezi Dosa ni moyo wa mtu, pengine moyo wake haujamtuma. Ndio maana nikasema kama wa Tanzania. Sikusema kama rais wa klabu ya Yanga. Kama Mtanzania. Kama Mtanzania. Lakini pia akiwa kama ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Ndio nilivyosema. Sikuzungumza kwenye kofia kama klabu ya Yanga, no. Kwa maana hiyo Dosa, kile ambacho nakizungumza kwamba tunahitaji kuwa wazalendo, kitu gani ambacho umeona pengine hakikuwa sawa kabla na baada ya finali? Moja, niko kutokuhudhuria kwake kwenye finali. Sababu mimi naamini kwenye nafasi aliyekuwepo hadi Simba anawasimamia. Kabisa. Timu zote Afrika. Mpaka na Mungu anawasimamia. Mpaka Zawane anawasimamia. Wala alofungwa 5-5. Soko chini ya mwamvuli wa kafu. Kwa hiyo tuna safari ndefu kama nchi. Pengine labda ameweka mbele utani wa jadi zaidi kuliko nafasi yake pale kafu. Kuna mambo yanahitaji utani, lakini kuna mambo yanahitaji serious kabisa. Au ameweka utani, mimi mtani bwana siwezi bwana mambo. Mwenyekiti wa vilabu Afrika, watu wengi wanaleta picha ambayo ipo ya upinzani kati ya Simba na Yanga. Huenda angeenda kwa nia njema zaidi, lakini kwa upande wao wangelipokea kwa utofauti. Ndio maana ili kuepusha mambo mengi kujitokeza, akaamua kukaa pembeni kabisa. Ndio maana nikasema tusiishi maisha tuloishi jana. Ukisoma history unaambiwa sisi zamani kwa tunavaa ngozi, tunatembea kwa kuvaa migomba, si ndio? Je, tuishi nao yale maisha? Na hili swala la uzalendo alizungumzi tu kwa mwenyekiti mpaka huko kwa watu wa Simba. Wapo kuna baadhi ya viongozi wa Simba walitoa kauli ambazo kwa mtu mwenye akili, kwa nchi yenye hasira kali, wasingekuwepo hai. Huwezi ukasema. Walisemaje Dosa? Kuna kauli ilitoka na ilitembea kwenye mitandao. Wakasema watazikwa watu kwenye makaburi ya Mwanakurekwe. Walizungumzia watu ambao wataingilia kuwazuia wao kuchukua ubingwa. Wamezungumza hizo kauli. Ni kauli kwanza ya uvunjifu wa amani kwenye nchi. Na viombe sana vyombo vya dola vizungumze na hawa watu wazee hivi vilabu. Vizungumze na watu ambao wapo kwenye taasisi hizi vilabu. Leo umefikia hatua mbaya, nimesikia kwenye mitandao. Watu wanaambizana, wanao wasinye kwenye mechi zetu. Sasa hivi ni uhasama sasa. Dosa ukikuona kwenye mechi ya Simba kazi unayo. Mimi kuanzia leo naacha kwenda uwanjani rasmi. Naacha kwenda uwanjani rasmi. Hata mechi za Yanga. Mechi zote. Naacha kwenda uwanjani. Kwa nini Dosa? Naangalia kwenye TV. Kwa nini? Azam Media wamefanya kazi kubwa sana. Wamefanya mapinduzi makubwa sana ambayo yatatufanya Watanzania tuwe huru kuangalia mpira. Kwa nini Dosa na ukimbie uwanja? Haiwezekani. Tunatishiana amani. M15. Kuna watu wananitarajia mimi. Kuna watu wanasubiri jitihada zangu za kurudi nyumbani usiku. Uwezi ukaenda kuriski maisha kwa mambo ambayo wewe hayakunufaishi. Ila naenda kukupa raha. Hata nyumbani nitapata raha. Azam mwenyewe ameshasema burudani. Si ndio? Burudani. Tunakaa nyumbani. Huoni kama lile vibe la uwanjani unalikosa Dosa kama shabiki unayependa mpira? Ndio maana nikasema kuna haja vyombo vya dola kuingilia kati ya mambo.
kuna haja vyombo vya dola kuongea na watu wanaongoza hizi taasisi. Zamani watu wakuwa wafikiani haya. Ukifuata historia za Simba na Yanga, zamani baada ya mechi tunachukuana, tunakaa baraza moja, tunakula tende. Zipo juzi clip zinaonyesha baadhi ya mashabiki wa Yanga wamepigwa. Lakini walikatazwa wana wasiende. Lakini sio kupigana. Wangewatoa tu bana, haiwahusu. Kweli haituhusu. Lakini shabiki huyu unamuuliza, tangazo si lilitoka? Sawa, ni fainali ya kafu kama baadhi ya watu wanavyosema, si ndio? Lakini wenye haki ya kuioza ile fainali ni Simba. Na wameshatoa maelezo yao, jamani, mtu fulani hatumtaki. Wewe ulioambiwa ulipaswa kuheshimu haki za wale waliosema. Lazima uheshimu maamuzi. Lakini unajiuliza kuna haja gani ya wewe kuvaa jezi ya RS Berkane? Lakini unajiuliza na wewe kuna haja gani ya kuvaa jezi ya Namungo wakati wewe wenye Simba umekataa? Mwana kulitafuta. Dosa mwana kulitafuta hiyo sio mbaya. Sio mbaya. Mimi najua mashabiki ni watu wa hisia kali. Sio mbaya. Sasa Dosa tufunge na hili. Kwenye mechi, kabla ya mechi tuliona Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar aliweza kuwapa Simba uwanja na bure, kwa maana kila kitu utasimamia wao wenyewe. Ina maana kusitokee mushkeli yoyote na lawama zozote kwamba wao sio kutugea ushirikiano na vitu kama hivyo. Pengine kukosa kwa kombe kumetokana na ubora wa wachezaji wa RS Berkane, ama kuna namna ambavyo kama jinsi ambavyo wanasema walihujumiwa. Tumalize na hii Dosa kwa muda wa dakika 2. Yapo mengi yaliyosababisha Simba kukosa kombe. Mojawapo ni mwamuzi. To be honest kabisa, mwamuzi ya kuwa fair kwa Watanzania wote, sio kwa Simba. Yanga wanafurahi, nyie Yanga mmefurahi, mmeprint na t-shirt. Tukiacha unafiki, tutafika nchi ya ahadi. Nyinyi wanahabari, mashuhuda kabisa, tulitokwa na machozi kwa sababu ya yule mwamuzi. Wana Afrika Mashariki na Kati walilani mwamuzi yule kukata goli la nani? La Stefano Aziz Ki. Na Simba wakasema goli abili guse neti. Leo imekuwa ni mada kubwa. Baadhi ya mashabiki rafiki zangu kina Uchebe wamevaa fulana zimeandikwa tumekusamehe. Na lile halikuwa goli. Leo wamekubali halikuwa goli. Leo mwenyekiti wangu wa hamasa amevaa jezi ya RS Berkane, nyuma kaandika Kepa Kayoko. Anaitwa nani yule Famongo? Bongo mchawi bando tu. Bongo mchawi bando tu. Zote zipo huko. Uko na stress umetaka. Bongo mchawi bando tu. Lakini niseme afisa habari wa klabu yetu Yanga Afrika, tamka timu yenu. Kuna shabiki mmoja akasema Dosa sio Yanga. Amekwambia sio Yanga. Na mwingine akasema anamuomba mkurugenzi wa wanachama akukue ndugu yangu Ibrahim Samueli amfute mara moja Dosa wanachama. Ni kauli ambayo imenifurahisha sana. Wanasema huwezi kuwa Yanga. Ni kauli ambayo imenifurahisha sana. Lakini kwa sisi ambao tumesoma Taurati, Injili, Zaburi na Qur'ani, maandiko yanatuambia hawawezi wakawa sawa wanaojua na wasiojua. Hawawezi kuwa sawa walionacho na wasionacho. Hiyo ina maana gani? Hawawezi wakawa sawa wanaoona na wasioona. Ndugu zangu wanahabari, niwashukuru sana. Asante. Siwezi kuwa level moja na Nasoro Yanga.
Asante sana.